Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Naam, ndugu zangu, leo tunaendelea katika darsa letu na hasa katika fani ya sarfa, na leo tunaendelea katika albabu rabi', kwa maana mlango wa 4, na hapa tupo katika vitendo ambavyo imezidi ndani yake harfu 2 katika harfi za asli. Albabu rabi'u, mlango wa 4, tafaala, alifanya hiki baada ya hiki. Yatafaalu, anafanya hiki baada ya hiki. Tafaulan, kufanya hiki baada ya hiki. Mauzunuhu, mizani yake, takallama, alizungumza hili baada ya hili. Yatakallamu, anazungumza hili baada ya hili. Takalluman, kuzungumza hili baada ya hili. Tunaona sawa? Naam. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 5 ahrufin, na alama yake ni kuwa kitendo cha muda uliopita kinakuwa na harfi ngapi? 5. Sawa? Biziadati ta'i fi awwalihi, kwa kuzidi te mwanzoni mwake. Wa harfin akhara min jinsi aini fi'lihi, na harfi nyingine kwa jinsia ya aini ya kitendo chake. Baina alfa'i wal aini, baina ya fe ya neno na aini ya neno. Wa binauhu litakallufi, na jengeo lake linaitwa binau takalluf, bina ya takalluf. Wa maana takallufi, na maana ya neno takalluf maana yake ni nini? Wanasema watu wa sarfa, tahsilul matlubi, ni kupatikana kinachotafutwa. Shay'an ba'da shay'in, kitu baada ya kitu. Nahau, mfano ukisema ta'allamtu ilma, nimejifundisha nini? Au nimesoma ilmu. Mas'alatan ba'da mas'ala, kwa maana mas'ala haya baada ya mas'ala mengine, ndio maana. Kwa hiyo katika lugha ya kisarfa ukisema ta'allamtu al-ilma, maana yake umejifunza ilmu fulani ukaijua, kisha baada ya hapo ukaenda katika ilmu nyingine nayo ukaijua. Ndio kitendo cha takalluf kinakuja katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Tunaelewana vizuri? Mtume sallallahu alayhi wasallama ameeleza maneno mengi sana ya nasigha za aina hii. Tunakwenda sawa? Ta'allamil Qur'ana. Sawa? Ta'allamil Qur'ana, jifunze Qur'ani, darsa baada ya darsa, fanni baada ya fanni, maarifa baada ya maarifa, ujuzi baada ya ujuzi. Ndio maana ikaingia tawe litakallufi, kwa maana kufanyike kitu hiki baada ya kingine katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana vizuri? Naam. Naam. Kwa hiyo tunaposema neno tafaala au takallama, aslul kalima kalama. Hadha fi'lu thulathi almujarrad,
فزيد فيه اللام للتكثير من جنس عين فعله بين فاء الكلمة وعين الكلمة فصار كلالاما. ثم أسكنت اللام الأولى فصار كللاما. ثم أدغمت اللام في اللام فصار كلما يكلم تكليما. فزيد في أول التاء للتكلف فصار تكلم يتكلم تكلما. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo inapoingia ta hii ikawa ta'u litakalluf, maana yake inafanya nini? Inafanya kitendo kiwe ni kufanya kitu fulani baada ya kufanya kitu kingine. Yani unahakisha kimekaa sawa, ndipo unahamia katika kitu kingine. Ndio bina'u litakalluf kwa mujibu wa watu wa fani ya sarfa, wanasema inakuwa katika utaratibu wa hali za namna hii. Sasa ukikutana na wale jamaa zetu wale wazee wa neno kwa neno wasiojua lugha ya Kiarabu kwao matatizo, yani wao lugha ya Kiarabu wanajua ni kule nutqan, yani kutamka maneno vizuri ndo lugha yenyewe. Kumbe lugha ni mafuhumu. Mafuhumu ya maneno mnayajuaje? Yani kuna watu hapo kama vile punda vile jinsi unavyowaona, yahmilu al-asfara, yahmilu asfara, yani kama vile punda kabeba mzigo wa mavitabu mengi sana, na anaweza kufungulia kurasa za kila namna, lakini umwambie mafuhumu katika aya uliyoyaleta ni matatizo makubwa sana. Lakini kwa kubeba yale mavitabu anahisi ndo ilmu yenyewe. Kumbe ilmu ni mafuhumu. Unafahamu vipi hayo uliyoyabeba? Hiyo ndo tatizo kubwa za baadhi ya jamaa zetu wako hivyo. Vitabu vingi, kurasa nyingi, maneno machache alafu yamemshinda kuyaelewa. Yahmilu asfaran, ni kama vile punda tu ambaye kabeba mzigo mkubwa wa mavitabu alafu mafuhumu yenyewe zero, akihisi kwamba ana maarifa, kumbe maarifa yenyewe hana kabisa. Kwa hiyo lau kama tunapata kufahamu hizi bina majengeo haya, ukayaelewa namna alivyokaa katika sentence, katika ayat, na namna alivyokaa katika al-ahadith, na namna alivyokaa katika aqwali ulama, utapata kufahamu vizuri kwa ufasaha wa hali ya juu, na kelele zinaweza zikaisha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio fani ya sarfa. Sio tunasema sarfa ni maneno mafupi sana yenye maana ndefu. Ukitaka kusema nimejifunza Qur'ani fani baada ya fani, kwa muda kwa lugha ya kisarfa unasema tutaallamtu al-Qur'ana. Taallamtu al-Qur'an, maana yake hapo inakuwa nimejifunza Qur'ani fani baada ya fani. Yani maana yake umejifunza Qur'an, umejua vizuri katika fani ya sarfa. Qur'an umejua vizuri katika fani ya balagha, ukaijua vizuri bayani, maani, badii, sawa, arud, lakini kadhalika na fani zingine, tajwid, sawa, yani kujua namna gani unaweza kuisoma Qur'an biidhnillah subhana. Ndio anasema ta'allamtul Qur'ana, yani nimejifunza Qur'ani fani baada ya. Sasa neno fani baada ya fani linapatikana wapi? Katika ta'u litakalluf. Ile te ndio inabeba haya maneno yote. Lakini nataka mpaka mtu ambaye ni mtaalamu wa fani ya sarfa ndio unayaona haya. Kama fani ya sarfa wewe hauna, utaona giza tu, na akija mtu akataka kuonyesha hutakubali, kwa sababu huna maarifa na hutaki kuelekezwa. Nikimalizia, watu wamegawanywa katika makundi manne. Kuna mtu anajua na anajua kabisa mimi najua, akayafanyia kazi anayoyajua, hiyo ni nuru, ifuateni, itakuangazieni, mtaona mnakokwenda. Lakini kadhalika kuna mtu wa pili anajua na anajua kabisa mimi najua, lakini hayafanyii kazi anayoyajua. Fadhalika nasi fadhakiruhu, kajisahau huyo, mkumbusheni bwana, wewe mbona unajua kitu fulani, atawafaeni huyo. Lakini kuna mtu wa tatu hajui na anajua kabisa mimi sijui, lakini ana hamu ya kutaka kujua. Fadhalika jahilun fa'allimuhu, sawa, huyo ni mjinga, mfundisheni, atajua, anataka kujua. Lakini kuna mtu wa nne, balaa hilo ndio lipo kwa wale jamaa zetu, hajui na anajua kabisa kwamba yeye hajui, lakini domo linavyotamka kwamba mimi najua. Fadhalika asadun fafirruhu, ni simba huyo,
atawala, atawatafuneni wote, mkimbieni huyo. Ndio watu wako hivyo. Kuna mtu hajui na nafsi yake inajua kabisa kwamba hapa yanayofundishwa hapa mimi sijui, lakini domo linavyotamka katika wanaojua ni ili genge letu ndio linajua sana hii. Muongo mkubwa huyu. Nafsi yake inakiri kabisa hajui, ila domo linatamka yeye ndo anayejua. Simba huyo atakula watu huyo, atawadhuru, atamaliza kila kitu. Sasa inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, haya mambo yaende katika hali iliyokuwa sawa sawa. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lifuatalo ni tangazo. Haya, jicho ni maadili ghali, hakika huwezi kuyanunua kwa pesa. Si unajua tunda lisilo na faida, ile lisiloiva, na mwangaza wa taa hauna faida kwa aliyelala? Najua unapata tabu kunielewa, ila tambua, kwenye mwangaza ndipo kivuli huonekana. Na maanisha jicho linaloona ni maadili ghali na yenye thamani kubwa. Sasa lilinde, lihifadhi na ulinusuru jicho lako. Haya sasa, hii hapa dawa bora iitwayo Ar-Ramadi kwa usalama na afya ya jicho lako. Ewe unaosumbuliwa na macho, ikiwemo kupoteza nuru ya macho, presha ya macho, macho kuchoma choma, mtoto wa jicho, kuona giza, maruerue, kuona ukungu, jicho kuunguza sana, kutoa machozi, kutoa tongotongo na kadhalika, Ar-Ramadi ndiyo bingwa mpambanaji katika kurudisha afya ya jicho lako. Hakikisha unatumia dawa hii haraka kwa dozi kamili ili kupata matokeo bora zaidi. Kumbuka, Ar-Ramadi ni matokeo ya utafiti kutoka kwa daktari bingwa Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Al-Ghazali. Kwa mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Nyote mnakaribishwa kupata huduma bora. Wabillahi tawfiq.